Bwana, hii ni taarifa mbaya kwa mashabiki wa klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kuna taarifa njema ndani ya klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa mbaya ni hii ya kuhusiana na klabu ya soka ya Simba, hasa mara baada ya kumuuza kiungo wake Jean Charles Ahoua, moja kati ya mchezaji tegemezi ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Bila shaka Simba Sports Club imeweza kumuuza nyota huyo katika klabu mojawapo huko Arabuni. Nitakuja kusogezea update hii kwa ukubwa zaidi, nitakwambia Jean Charles Ahoua anakwenda kwenye klabu gani. Cha kufanya ni kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi, lakini pia usisahau kushare hichi ambacho kinachoendelea hapa. Lakini taarifa njema kwa upande mwingine ni kuhusiana na taarifa ya sajili za wachezaji kadha wa kadha kwenye dirisha hili dogo la usajili. Tayari vyuma kadhaa vimetua hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kusaini kunako klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia nitakuja kusogezea taarifa hii kwa ukaribu mkubwa. Je, ni wachezaji gani ambao wamekuja kusajiliwa ama kusaini kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye dirisha hili dogo la usajili? Hii ni taarifa kubwa kwelikweli ambayo inaosubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka. Lakini tukiacha hilo, ni kuhusiana na taarifa na maswali mengi yakiulizwa sana kuhusiana na Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye sofa amekuwa katika headline kubwa ya kusaini kuitumikia klabu ya Simba Sports Club. Bila shaka tumeweza kuona kwenye social network mbalimbali, utakutana na hii inayoendelea kuhusiana na Clatous Chota Chama kusaini kuitumikia klabu ya soka ya Simba. Licha ya kuwepo na uvumi wa hali ya juu, lakini hakuna taarifa yoyote inayoeleza ya kwamba Clatous Chota Chama amesaini kutumikia klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ila ninachojua, awali walikuwa katika mazungumzo ya awali, lakini dili hilo limeishia njiani na Chama mpaka Brenao hakusaini kutumikia klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sababu ni nini na nini kinaendelea? Cha kufanya ni kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi, nami nitakwenda kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.